Karibu tukupashe ndugu mpenzi mtazamaji wa Mapya TV. Kutana nami msomaji wako Excellent Kashindi nikikutangazia kutoka mjini Uvira, Ville de la Resistance. Habari za kitaifa. Ilikuwa ni hiyo siku ya Ijumaa tariki 24 mwezi wa 10 mwaka 2025 baada ya kuwa wazalendo wamefanikisha kuchukua mgodi wa madini ama sites miniere ambao unapatikana maeneo ya Rubaya, Kivu Kaskazini. Mgodi huo ulikuwa umeshachukuliwa na wahasi yapata miezi kadhaa, ambapo wahasi wa M23 wamejigonga kifua na kufukuza majeshi ya taifa. Kupitia conference de presse ambayo wahasi wa M23 walifanya hapo mjini Goma, msemaji wao Bertrand Bisimwa alilahani vikali mashambulizi ya drone dhidi yao na kusema serikali ya Kinshasa imevunja mkataba wa Doha na kuahidi kulipiza kisasi dhidi ya majeshi ya taifa na wazalendo. Je, upi msimamo wa serikali ya Kinshasa? Patrick Muyaya, msemaji wa taifa, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Tunajua nani anayevunja sheria kutokana na mkataba wa Doha. Bukavu na Goma wanaua raia wetu kiolela, na sisi tunajifocus kutokana na uwezo wetu kwa kile kinachoendelea mjini Washington na Doha. Aliyezungumza hayo Patrick Muyaya, msemaji wa taifa. Kwani jeshi la taifa na lipi la kusema? Sadiki Isa kwenye mic ya MTV. Msemaji wa jeshi FARDC Sylvain Ekenge naye amewajibu waasi wa M23 na kusema sisi sio kanisa ambapo watakwambia mwenzaka kupiga kofi upande wa kulia basi mgeuzie kushoto. Hatuwezi kubaki moja kwa moja bila kujibu kutokana na mashambulizi na uchokozi wa mara kwa mara wa waasi wa M23. Wanalaumu ya kwamba tumewashambulia kwa kuwa wao wanakuja kutuchokoza. Hatutajiachilia, au wanataka amani au vita, tutajibu, amesema Sylvain Ekenge, msemaji wa jeshi ya FARDC. Mimi ni mtangazaji wako Sadiki Isa nikiripoti kutoka Uvira, Mapya TV. Kwinginepo jimboni Kivu, hususan Uvira, hiyo siku ya Ijumaa tariki 24 mwezi wa 10 mwaka 2025 kimefanyika kikao cha hadhara ambacho kimemtaka gavana Jean-Jacques Purusi ajieleze kwa kina zaidi kwa kile kinachoendelea. Ni mnamo tariki 21 Oktoba ambapo mheshimiwa mbunge Bobasha Tangania David aliweza kuacha barua kwenye ofisi zake gavana Jean-Jacques Purusi, ambapo alimtaka gavana aje kujibu kuhusu madini aina ya lingodo ambayo serikali ilinyang'anya wa China, ambapo wa China hao walikamatwa wakichimba madini bila idhini ya serikali. Hata hivyo mashtaka hayo yaligonga mwamba bungeni na bunge likatupilia mbali swala hilo. Kwani mheshimiwa mbunge Bobasha Tangania alikuwa na lipi la kusema? Sadiki Isa kwenye mic za MTV. Nimegundua waliita wabunge ambao hawahudhurii kwenye vikao vya bunge ili kuunga mkono plani yao. Imeniumiza. Nimechukua muda na kufuatilia vya kutosha na waahidi watangazaji muda sio mrefu mtanisoma, watanisoma. Gavana atajibu mashtaka. Sitabadilisha kitu. Nitabaki kwenye msimamo wangu ule ule mpaka mwisho, amesema Bobasha Tangania, mbunge wa jimbo kutoka Uvira. Na hapa ndipo mwisho wa taarifa ya habari, imeandaliwa na Sadiki Isa. Ni mimi Excellent Kashindi kutoka Mapya TV. Asante.